Naam, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa junudihi wa ba'd. Leo ikiwa ni tarehe 23 ya mwezi wa 6 2025, tukiwa katika ukumbi wetu huu wa interview nchini Burundi katika zoezi zima la ndoa za watumia. Leo ni siku ya pili ambayo tumekamilisha zoezi la usaili ama interview. Walillahi alhamdu, mwitikio wa leo ulikuwa mkubwa hasa kiasi ambacho naamini kwa idadi ya watu 100 imefika na imepitiliza. Kwa itakuwa ni kazi ya kamati kuangalia nani ambaye ameperform vizuri, maelezo yake yamekuwa wazi, ili kupata watu 100 katika kundi letu lile la watu 100 ambao wanatakiwa wafundishe ndoa hapa nchini Burundi. Kwa kweli nitoe shukrani za dhati kwa kamati kwa ujumla, ambaye huku kuliani kwangu kuna ndugu yangu Bakari Kasimu Mpili, upande wa kushoto ni ndugu yangu Salum Hussein Kiza ambaye ni katibu mkuu wa mashindano, mimi nikiwa kama mwenyekiti wa kamati ya ndoa, na ndugu yangu Bakari Kasimu Mpili ni katibu wa kamati hiyo. Kuliani ni shekhe mgeni wetu, ni mwenyeji wetu Shekhe Bizimana. Wallahi kwa ujumla, komibu kwa ujumla wake, kuanzia kwa mufti, kadhi na wasaidizi wao, Mwenyezi Mungu awalipe kheri kwa kipindi hiki ambacho tumekuwa nao bega kwa bega mpaka leo hii tunahitimisha zoezi zima la usaili. Kwa hiyo ni sehemu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu. Niombe kamati ikapitie majina vizuri bila kumdhulumu mtu, ili tuweze kupata watu 100. Walillahi alhamdu, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Burundi, mpo tayari? Kwa mara nyingine tena, yule kipenzi cha wanaafrika ya Mashariki, dai wa kimataifa Sheikh Nurdin Kishki kutoka jiji la gharama Dar es Salaam anatua tena nchini humo kwa ziara ya kidawa kwa kushirikiana na ndugu yake Sheikh Zuberi Bizimana kwa ratiba ifuatayo itakayoanza siku ya Ijumaa ya tarehe 4 ya mwezi wa 7 atakapotoa hutuba ya Ijumaa Markaz Asiatic. Ijumaa hiyo baada ya swala ya atafanya mhadhara wa kina mama Masjid Muadh Buyenzi. Jumamosi ya tarehe 5 ya mwezi wa 7 majira ya saa 2 kamili asubuhi, Sheikh Nurdin Kishki atatoa mhadhara mwingine wa kina mama Masjid Maka uliopo Kanyosha. Kisha baada ya alasiri siku hiyo atafanya mhadhara wa kina baba Masjid Rahman Buyenzi. Jumapili ya tarehe 6 ya mwezi wa 7 atakuwa na semina itakayofanyika katika eneo la Inespe Buyenzi kuanzia saa 2 kamili asubuhi, na magharibi ya siku hiyo atafanya mhadhara mwingine Masjid Fathi Buyenzi. Tarehe 7 ya mwezi wa 7 atafanya mhadhara mwingine Masjid Jamia Buyenzi baada ya swala ya alasiri. Jumanne tarehe 8 baada ya alasiri atafanya mhadhara Masjid Nabawia Kinama Gitega. Jumatano tarehe 9 itakuwa ni zamu ya watu wa Buterere watakapomshuhudia Sheikh Nurdin Kishki ndani ya Masjid Rahman atakafanya mhadhara wa kina mama kuanzia saa 2 kamili asubuhi. Huku tarehe 10 ya mwezi wa 7 atarejea tena Buyenzi katika eneo la umoja wa kina mama atakapofanya mhadhara wa kina mama kuanzia saa 8:30 za mchana. Kisha Ijumaa tarehe 11 atatoa hutuba ya Ijumaa Masjid Al-Hikma iliyopo Jabe kwa Sheikh Ismail Gogos. Baada ya magharib Ijumaa hiyo atafanya mhadhara Masjid Nur Buyenzi. Jumamosi tarehe 12 atafanya tena mhadhara baada ya swala ya magharib Masjid Istiqama Asiatic. Ziara ya Sheikh Nurdin Kishki itahitimishwa siku ya Jumapili ya tarehe 13 wakati atakapohudhuria na kuongoza tukio la kihistoria nchini Burundi, tukio la ndoa 100 za Al-Hikma Foundation zitakazofanyika jijini Bujumbura Town. Hala, wewe mkazi wa Burundi, unapitwaje na fursa hii adimu na adhimu inayokujia mara chache tu katika mwaka? Usikose.